Karibu katika simulizi yetu Binti Paula. Rafiki yangu alivyoolewa na mchumba wangu. Hiki ni kipande cha pili. Kama hukuwa nami kipande cha kwanza, unaweza ukarejelea ili ukumbuke na ufahamu tulipokuwa tumeishia. Basi mimi niwakumbushe wale ambao tupo pamoja, tupo sambamba pale ambapo tulikuwa tumeishia. Tulikuwa tumeishia pale ambapo yani shemeji yake Paula ambaye alikuwa mchumba wa Zuri alikuja kumweleza jambo, lakini pia huku mchumba wake Paula akiwa ametoka ofisini mwake akitaka warudiane na Paula. Sasa nikukaribishe tu, hakikisha una like na kuwa miongoni mwa walio subscribe channel yetu Vam TV Online ili kila simulizi uweze kuipata. Twende nayo. Nilishtuka sana na kuinuka nilipokuwa nimekaa, na kwa jazba nikauliza, nilivyosikia ndivyo ulivyozungumza au? Kaa chini basi, alizungumza shemeji yangu tena. Hakuna wasiwasi hata kidogo. Swali ni kwamba ulichozungumza unamaanisha au? Paula, naomba kaa chini ili nikueleze jambo sasa. Hapo nilisogea karibu na kiti changu na kukaa kwa mara nyingine, lakini sikutulia kabisa. Muda wote miguu yangu ilikuwa ikitikisika tu, na nilijikuta nikiwa na shauku ya kutaka kujua ni nini anataka kuniambia. Paula, iko hivi, tunafanya kama show off tu kwa sasa. Kwa sasa Zuri na Jaydan wapo kwenye hali mbaya sana. Nataka tutumie wakati huo kuwaumiza kama ambavyo walituumiza. Yaani tumwaminishe kila mtu kuwa sisi tuna mahusiano ya kweli, lakini kwa upande wetu ni maigizo tu. Niliguna kwa maana ananichanganya tu. Mawazo yake yalikuwa ya kiasi kidogo, ya kiudogo tu. Kikweli moyoni mwangu bado nina maumivu makali sana juu ya usaliti wao, na nipo tayari kuwafanya waumie zaidi yetu. Nataka waone maana halisi ya maumivu haya. Nikamwambia, shemeji, naelewa kuwa una maumivu makali sana, mimi pia ninayo, lakini iko hivi, unachokitaka ni kinyume kabisa hata na maandishi ya dini. Jaydan na Zuri wametukosea ndio, lakini kulipiza kisasi sio jambo zuri kabisa. Nafikiria unge move on tu, yani ungeanzisha mahusiano ya kweli, mahusiano ambayo yatakubadilisha kwenye maisha yako na kuwa mtu wa furaha. Aliendelea kusema, Paula, naomba nielewe, wale mbwa wawili wanatakiwa kutuona sisi pamoja. Jaydan na Zuri wanatakiwa watuone sisi tukiwa kwenye hali ya mahaba. Lazima walipie maumivu waliyotupitishia. Kwa kweli nilibaki nikiwa nimeshika kichwa tu, maana hata sielewi hata cha kumjibu. Ni kweli ana maumivu, lakini kama kachanganyikiwa hivi, kuna muda mpaka machozi yakawa yananitiririka. Shemeji yangu, kisasi sio njia nzuri ya wewe kumaliza maumivu yako kiasi na mipango. Kisasi ni mpango ya shetani, unaweza ukajizuru mwenyewe. Paula, unatakiwa kushirikiana na mimi kwenye hili. Please, nakuomba sana. Jaydan na Zuri wanahitajika kuteseka, hawastahili msamaha hata kidogo, hawastahili hata chembechembe ya huruma kutoka kwetu. Paula anasema. Nikamwambia, sipo kwa ajili ya kisasi katika maisha yangu. Mimi nahitaji sana amani, na safari yangu ya maisha inahitaji sana furaha. Hivyo basi sitoweza kushiriki ujinga kama huo. Naweza kuona ni kiasi gani bado unampenda huyo Jaydan wako, lakini utakuja kujutia sana. Mimi naenda, lakini
ukiona kuwa uko tayari kwa ajili ya kisasi, basi mimi nipo hapa muda wote na sasa yote utakayoniita. Jaydan alimaliza kwa kusema hivyo. Sawa, uwe na kazi njema sana. Basi shemeji yangu aliaga na kuondoka zake. Siku hiyo nilikuwa na siku ndefu sana kazini kwangu. Kazi zilikuwa ni nyingi sana, lakini pia watu walikuwa wakija tu kuvuruga akili yangu. Yaani baada ya kumaliza shughuli zangu za ofisini, nikashika njia kwenda nyumbani tu moja kwa moja. Bibi Paula, leo nimechoka sana kwa kweli, hivyo basi mtu yoyote akiniuliza mwambie kuwa sipo, nahitaji kupumzika, Paula alimwambia bibi yake ambaye naye anaitwa Bibi Paula. Nilimwambia bibi yangu baada ya kufika nyumbani, kwani nilimkuta yeye tu na mdada wa kazi za ndani. Bibi akasema, unaendaje kulala na nilikuwa nikikusubiri wewe? Bibi aliniuliza, ulikuwa unanisubiri kwa ajili ya nini? Na wewe Bibi Paula umeanza sasa. Nimeanza kitu gani sasa? Na wewe, mimi nilikuwa nakusubiri uniangalizie simu yangu hapo, data aziwaki, lakini tangu asubuhi hakuna hata mtu mmoja aliyenipigia. Kweli jamani. Bibi yetu wewe. Sasa ni pau kama watu hawana shida na wewe watakupigia kisa nini? Hata hapa kwenye data sasa, hebu tuone. Basi nilichukua simu ya bibi yangu ile kuangalia tu, nilijikuta nikicheka sana walai. Yaani huyu mzee ameweka kindege alafu anatarajia kuwa data zitawaka na simu zitaingia. Ila uzee ni tabu jamani. Bibi Paula kaniambia, unacheka nini? Nikamuuliza, Bibi Paula aliniuliza baada ya kuniona niacheka. Hakuna bibi, ila kila kitu kiko sawa kwa sasa. Unaweza endelea kuenjoy sasa. Nilimpatia simu yake pale kisha nikaanza kuondoka. Ni handsome langu hilo. Leo nilimisi sana. Sijamuona kabisa we Diamond we. Ila bibi yangu na Diamond. Bibi Paula alikuwa anamzungumzia Diamond kwa kwenye simu. Anaweza kawa anashinda Insta kwa ajili ya kumwangalia Mondi tu. Yaani anapita mpaka picha za miaka 47 huko. Ili mradi iwe Mondi basi ataangalia. We Bibi Paula. Yaani muda huo ndio kwanza nilikuwa nikipanda ngazi la halo. Bibi Paula naye akaanza kuniita kwa fujo. Umeanza Bibi Paula. Nililalamika huko nikimgeukia tu. Ujeuri unakuponza we binti. Ushaambiwa Diamond kama unampenda njoo umwangalie. Bibi yangu aliniuliza, we bibi wewe, aliyekwambia mimi nampenda Diamond nani? Ushindwe na ulegee moyo kwanza. Sasa mimi nataka awe mmoja wa familia ili likaka linakufa mjukuu wangu akuoe tu. Bibi, mimi nimechoka sana. Kwa kweli nahitaji kupumzika. Mwili akili haiko sawa. Bwana, sijui bibi yangu una shida gani? Kuna muda unakuwa mtu wa kawaida, halafu kuna muda yakiamka we utataja majina yake matatu ya utotoni. Muda huo baada ya kumjibu bibi yangu Pau aliamua aanze drama zake sasa. Kwanza alijitupia chini kama mzigo na kuanza kulia huko akigaragara kama mtoto mdogo. Nilibaki nikimshangaa tu bana huyu bibi. Niliamua kumtishia bibi Pau kwani huwa anamuogopa sana bana. Hapo kwanza aliacha kugaragara kisha akaanza kuangalia huku na huku akimwangalia baba. Kumbe umedanganya, alizungumza bibi Paula. Akijitupa kwa mara ya pili na kuendelea kulia. Muda huo akatokea baba akiwa na mama. Bibi Paula, ni sauti nzito kabisa ya baba yangu iliita jina la bibi Paula. Bibi Paula akaitika. Kwanza hata sijui pale chini bibi Paula alinukaje, maana dakika tu nikamwona
nikamwona akiwa wima, tena akasimama imara kama mlima wa Sayuni. Baba akasema, nini kinaendelea humu ndani? Baba aliuliza kwa sauti yake ya ukali kabisa. Nani? Wapi kuendelee nini? Nani? Kasema wote waongo kwanza. Hayo maswali yote yalitoka kwa bibi yangu Paula. Yaani bibi Paula akiwa amefanya makosa, alafu baba akimuuliza huwa anashindwa kabisa kuzungumza. Yani kiufupi huwa anapagawa kuliko uko kupagawa kwenyewe. Baba bwana, hakuna kitu. Bibi Paul tulikuwa tunafanya mazoezi ya kuigiza. Niliamua kumtetea tu. Baba yangu huwa apendi sana bibi yangu ajichetue hivyo. Mara nyingi anakuaga mkali sana akiona tabia za hivyo kwa bibi Paul. Una uhakika na unachozungumza? Baba aliniuliza. Ndio baba. Basi kwa kuwa nilimtetea bibi yangu, baba alipunguza hasira zake, kisha mimi na bibi tukaongozana na kuingia chumbani kwangu. Huyo baba yako anajifanyaga simba sana. Kuna siku nitamnyosha, atakuja kuhamia. Akaniambia bibi Paula. Basi nikamwambia. Nilimuuliza bibi Paula, ukamwambie nini sasa kama sio umbea? Alafu wewe Paul, kumbe hujanijua vizuri. Mimi nikichukia hasira zangu zinakuwa kama zaidi ya kifaru. Baba yako ananijua sana. Bibi Paul, sikiliza basi. Mimi nimechoka mno. Kwa kweli nimechoka zaidi ya kuchoka. Nahitaji kupumzika. Binti Paula alisema hivyo. Hapo kidogo bibi yangu akaacha kulalamika na akatulia. Nikaingia bafuni nikaoga, na nilipotoka tu nikapitiliza kitandani nikalala, kwani nilikuwa nimechoka mno. Hatimaye mwaka mmoja ukapita tangu nipigwe lile tukio la usaliti na watu wangu wa karibu. Naweza nikasema kuwa nilikuwa Paula mpya na sio yule wa zamani. Nilikuwa Paula yule ambaye anajipenda kuliko kujipenda kwenyewe. Je, hivi mnajua maana ya kujipenda? Najipenda sio kawaida. Siku hiyo nikiwa chumbani kwangu, wazazi wangu waliniita na kutaka kuzungumza na mimi. Paula binti yangu. Baba yangu aliniita kwa sauti ya utulivu kabisa. Nikitaka baba, pole kwanza kuita kwa dharura. Nina imani yetu kuwa ulikuwa ukifanya shughuli zako, lakini umeacha na kuja umeamua kuja kuitika wito wetu. Kwa kweli tuna maongezi ya msingi sana na wewe, ni juu ya hatima ya maisha yako. Hapo nilikaa vizuri kabisa na kuwasikiliza ni kitu gani wanataka kuzungumza nami. Nikamwambia mimi hapa baba. Baba akasema, mimi baba yako tumekaa na kufikiri na tumeona kuwa unahitaji mwenza kwa sasa. Paula anahitaji kuwa na maisha yako sasa. Lakini kabla sijamaliza kuzungumza, baba akanikatiza kisha akazungumza. Hapa hakuna cha lakini wala nini. Paula, sisi ni wazazi wako. Na naweza kusema kuwa tunajua kila kitu ulichopitia na tunaelewa, lakini kitu ambacho tunaweza kusema kwa sasa ni kwamba unatakiwa kuachia kila kitu kwenye moyo wako. Unatakiwa kuwa huru na umpate mtu mwingine nafasi. Unatakiwa kuwa Paula mpya, Paula ambaye anaweza kuachia vitu na kuvisahau maisha yake. Sijui unanielewa binti yangu? Paula akasema nakuelewa baba. Bana, kumbuka simulizi yetu inakwenda kwa jina la rafiki yangu alivyoolewa na mchumba wangu. Hii inamhusu binti Paula. Ndivyo mwanangu, lazima uyapatie maisha yako na nafasi nyingine. Nafikiri sio watu wote wanafanana na sio kila mtu atakuwa kwa ajili ya kukuumiza tu. Basi mimi na wazazi wangu tulizungumza mengi sana. Mwisho tulimaliza na kila mtu akaendelea shughuli zake za kila siku. Ikiwa ni siku ya Jumamosi, yani weekend,
Tino aliweza kunitembelea nyumbani na kwa pamoja tukatoka zetu out. Ila Tino ni mtu wa bata sana. Simaanishi kuwa ni mtu mhuni, hapana. Ni mtu ambaye anapenda sana kujiachia. Kwa hiyo wazazi watu wanataka uolewe tena. Wazazi wako wanataka uolewe tena? Tino aliniuliza baada ya kumwambia mazungumzo yangu na wazazi wangu. Nikamwambia ndio, lakini pia ni kama wako sahihi hivi. Tino aliniangalia kwa muda kisha akashika mkono wangu yote miwili na kuzungumza. Wazazi wako wako sahihi tena sana. Muda wa wewe kuwa na mwenza wako ni sasa. Kama kidonda wakati huu kimepona na kukauka kabisa, nafikiri ungesikiliza. Lakini Tino, watu hawaaminiki kwa sasa. Tino akasema, Paula, wacha nikwambie kitu. Miaka 2 nyuma, Tino, mimi nilipoteza mke wangu, na mke huyo aliniachia mtoto mmoja tu na maumivu makali sana hapa. Hapo nilishindwa hata kuzungumza, kwani ni habari mpya, lakini pia ni za kuhuzunisha. Akaendelea kusema, mwanamke wangu ni dada wazuri, yani Zuri, na huyo mke wangu walikuwa ni mtoto wa mama mkubwa na mdogo wa mama wa mke wangu. Alijinyonga baada ya mimi kumfumania na rafiki yangu wa damu kabisa kwenye kitanda ambacho mimi na yeye tulikuwa tukitumia kama mke na mume. Familia ya mke wangu haijawahi kunielewa mpaka hii sasa. Kwenye ile familia mimi nazungumza na Zuri tu. Basi hapo Tino alisita kuzungumza na akainama chini kisha akaendelea. Ni miaka 2 sasa tangu mke wangu afariki. Nakumbuka nilitokea kuwachukia sana wanawake sana. Nilijiapia kuwa sitakuja kuoa au kuwa na rafiki wa kike, lakini siku ambavyo nilikusaidia kule barabarani ni siku ambayo nilibadilisha maisha yangu. Paula, wewe ndio ulinifanya nione kuwa kila binadamu ana mapito yake. Kilio chako mpaka leo kinazunguka akilini mwangu. Ulikuwa ukilia kwa uchungu sana, wala hii meza ya chakula ikigeuka na kuwa sehemu ya huzuni. Kila mtu alikuwa na huzuni, lakini Tino alipitiliza kabisa, kwani machozi yake yalimtiririka sana. Haraka Tino akainuka kwenye kiti na kusogea pembeni, kwani alijikuta akipata maumivu makali sana. Niliamua kumwacha kwa muda, kisha nikainuka na kumfuata. Nilimfuata na kumkumbatia kwa nyuma, tena nikamkumbatia kwa nguvu. Kila kitu kitakuwa sawa, nilimwambia kwa sauti yenye utulivu wa hali ya juu sana ndani yake. Baada ya Tino kutulia, kwa pamoja tukarudi kwenye meza yetu na kuendelea na msosi. Wiki moja ikapita. Nakumbuka nilikuwa ofisini kwangu. Nilijikuta nikipata hisia kali sana, nilijikuta nikipata hisia kali za juu nikihitaji kuwa na mwenza wangu. Hebu acha niwalegezee kamba kwanza. Nilijikuta nikiwa na upwilu wa hali ya juu. Kichupi hapo sasa. Kichupi akikutulia tu hata kidogo, sijui mnaelewa joto lilikuwa kubwa. Nikapanda tu mwili, basi nikawa hovyo. Hata hivyo nimekaa muda mrefu sana walahi, nilijiambia kimoyo. Nilijaribu kujikaza, lakini sasa wakati huo sikupata nafasi. Naishinda kabisa. Mwishowe niliinuka zangu na kuondoka tena pasi na kuaga. Utazani ofisi ni ya baba yangu. Pau. Safari yangu iliishia nyumbani kwa Tino, ambapo nilishampigia simu na aliniambia kuwa yupo nyumbani. Umeshtua sana, alivyoniambia. Unakuja wakati huu, kuna shida au? Tino alinieleza. Hapana, hapa niko sawa, najibu nikiwa na wengi la hali ya juu, maana ni kama nilienda kujizalilisha tu. Hebu niambie, huyo mkaka nitatumia lugha gani kumwambia kuwa nimefuata gudu?
Oi, leo ni kasongo ye. Tino akasema, hauko sawa Paul. Tino alizungumza kuanza kunishika huku na huku kama napima joto la mwili wangu, na hapo ndipo aliharibu kabisa. Yani alinichanganya zaidi sana. Mwili ndio ulizidi kuwa hot, nahitaji kupumzika hata kidogo. Tino, kichwa changu hakiko sawa. Kwa msaada wa Tino niliweza kufika chumbani kwake. Kwa upande wa Tino, aliamini kuwa naumwa, lakini mwenzie nilikuwa na upwilu tu na si kitu kingine. Tino wa watu akanivua viatu, akanitoa accessories zote nilizovaa kuwa nazo mwilini na kunipandisha kitandani. Mwili wako una joto sana, alizungumza Tino akiwa ameweka mkono wake shingoni mwangu. Akili yangu ya ugwadu ni mbaya sana wallahi. Nilijikuta nikimvuta Tino kwa nguvu sana na kuvamia midomo yake Tino. Kazi ni kazi. Kazi ikawa ngumu. Baada ya Tino akajitoa mwilini mwangu na kusimama wima akinishangaa, maana hakuamini kabisa nilichokifanya. Nini wewe? Tino aliniuliza kwa sauti ya ukali sana mpaka nikamwogopa jamani, maana sikumzoea hivyo huyo mkaka. Tino, please, kidogo tu, nakuomba kidogo tu, sio sana. Hata hivyo sikuumiza, sitakuumiza, nitakuwa makini. Nilijikuta nikizungumza maneno ya hivyo sana ila nilijua kujidhalilisha kwa kweli. Yaani mimi ni wa kumwambia mwanaume kuwa sitakuumiza. Binti Paula anaweza anaendelea kutupa mkasa wote. Nimekuwa kama kilikuu na panya wake wa polini. Pale alipowaambia mimi ni rafiki mzuri sikuumiza. Huo ni ujinga sana Pau, unahitaji kupumzika au uko sawa? Paula akajibu, nakuhitaji wewe Tino. Nilimwambia sauti legevu sana, sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Paula, hii sio sawa kabisa. Sijui unanielewa? Nakuomba sana, inuka, vaa viatu vyako na uende nyumbani. Kwa wakati huo Tino alikuwa ashachukia sana. Alikuwa na ile sura ya sicheki na yeye yote. Nilijaribu sana kumwomba lakini alikataa, na mwisho wake akatumia nguvu zake mwenyewe kunifukuza. Sicheki na yeyote na ulinda wangu moyo. Basi Tino ndo alitumia hiyo. Basi Tino, basi naenda mwenyewe. Nilizungumza kwa upole sana. Nilikusanya kilicho changu na kuweka kwenye mkoba wangu. Nilishindwa hata kuvaa viatu. Nilishika mkononi na kutaka kutoka nje. Mbona huvai viatu? Tino aliuliza. Nilimwangalia kwa hasira sana kisha nikamjibu, no. Focus on your business. Naishika kitasa cha mlango na kutaka kutoka nje, lakini Tino aliniwahi na kunivuta kabisa na akanikumbatia kwa nguvu na kwa sauti ya kukoloma akaniuliza, uko tayari? Naanzaje kukataa wakati mambo si mazuri kwa upande wangu? Nilimwangalia kwa macho malegevu na kumwambia, nitibu. Hapo bwana ndipo mechi ilianza. Naomba niseme kuwa hii haikuwa mechi ya kirafiki hata kidogo. Kila mtu alikuwa akipambania ushindi wake wa timu yake. Wala hii nilikuwa na sana. Sijawahi kuona. Kama ningekuwa najirekodi, nina uhakika ningejicheka sana muda wa VAR. Mechi ilikuwa kibambe, maana hata Tino mwenyewe alionekana kuwa alimisi sana hizo vitu kwa dadeki zake. Baada ya mechi kuisha, sasa ndio akili ilinikaa vizuri jamani. Niliona aibu ya hali ya juu. Nilishindwa kumtazama Tino usoni mwake. Haraka nikakimbilia bafuni. Sasa ndio umefanya nini Paula? Nilianza kujilaumu mwenyewe. Umekuwa mjinga sana. Tino atakudharau sana, kwani Paula ushindwe kuvumilia au? Nikiendelea kujilaumu sana, ghafla nilishtuka baada ya kumuona
Tino amesimama mbele yangu. Umeingiaje? Nilimuuliza huko nikiwa nimetoka macho sana. Nimetembea na mguu sijapaa, alijibu Tino, huku akishika nywele zangu na kusukuma kwa nyuma. Toka nje basi nioge, nilimwambia. Wewe, natokaje? Hata hivyo hii ni off time. Ni kipindi cha pili, tutaanzisha huko sio? Unasemaje? Nilimuuliza kwa mshangao sana. Yaani Tino alikuwa tayari kuendelea na mechi. Tino, hata Mungu apendi ujue. Halafu huku panateleza. Nilianza kujitetea. Kwa wakati huu nilishindwa kufua dafu bwana, nikashikwa vizuri, nikajikuta uwanjani kwa mara ya pili. Kumbe bafuni nzuri uwe ni aibu. Achana na hayo sasa. Binti yenu nikirudi nyumbani nikiwa nimechoka, na nimechoka. Tino si mtu mzuri hata kidogo. Sitarudia tena warai. Tino anaweza kaua. Nilizungumza kimoyo huku nikijiangalia kwenye kioo cha chumbani kwangu. Nilijitupa kitandani na kulala usingizi mnono sana jamani. Nilikuja kuamka majira saa 3 usiku, tena njaa ndio iliniamsha jamani. Ile naamka tu uso kwa uso na Bi Paula. Walai alinishtua sana. Bibi yangu Paula ndio nini kunishtukiza hivi? Nilimuuliza bibi yangu, mwana, leo unakoloma kama trekta vile. Ulikuwa unafanya kazi ya kubeba mizigo au? Ni mafua bwana, nilijibu na kushuka kitandani. Tino kasema ukiamka umpigie, alizungumza bibi yangu. Yaani huyu mzee amepokea simu yangu. Kwa kweli kwa ujinga niliofanya kwa Tino, sidhani kama nahitaji kuonana naye tena. Nilichukua simu yangu na kumblock kabisa. Wiki 2 zilipita nikiwa na mkwepa sana Tino. Basi Tino alinibadilishia kila namba, lakini hakuweza kuwasiliana na mimi. Nikiwa zangu kazini bwana, ghafla Tino alifika. Nilibaki nikiwa nimetolewa macho tu, maana sikuwa najua kama anaweza kuja kazini kwangu. Kwa nini unanikwepa Paula? Tino aliniuliza. Na kukwepa vipi? Na kukwepaje jamani? Mimi vile nimekuwa busy sana. Na vipi kuhusu kuniblock? Hapana. Hapo nilibaki nikijichekesha tu, maana sikuwa na majibu mazuri ya kumpatia. Nilikuwa na aibu tu niliyokuwa nayo, ilikuwa ni hali ya juu. Kwa hiyo Paula ukaamua kunionyesha halafu ukanitelekeza. Huyo kaka jamani, sasa mbona ananiuliza moja kwa moja kiasi hiki jamani? Ndugu yangu nimejichanganya huku. Huyu mkaka ni chizi kuliko uchizi wenyewe. Tino, that was my mistake. I'm sorry. Lakini hatuwezi kurudia tena, na sio tu kurudia, yani hatuwezi kufanya tena ujinga kama ule. Tino aliuliza, ujinga gani Paula? Mambo matamu nasema ujinga. Wewe unawazimu nini? Mambo ya hivi tu unasemaje ni ujinga? Sikiliza, mimi nakusubiri hapa, tunaondoka wote. Unamaanisha nini kuondoka wote? Tino, acha basi. Hakuna cha kuacha. Mimi nakusubiri. Maliza mishe zako, tunaondoka wote. Leo afe kipa afe beki. Yaani punda afe mzigo ufike. Mbona amkuniambia mapema kuhusu haya mambo jamani? Tino hakuwa akitania hata kidogo. Jamani, alinisubiri mpaka mwisho
na tukaondoka wote. Kwa mara ya pili mimi na Tino tukabinuka. Siku ziliendelea kwenda na mchezo wa mimi na Tino kubinuka ndio ukawa mchezo wetu. Yani ilifika kipindi naondoka hata mwezi mzima nyumbani na sishtukiwe kabisa. We mwana we, una mimba, Bibi Paula aliniambia muda huo mimi nilikuwa nikibadilisha nguo mbele yake. Bibi Paula bwana, mimba unaona ni rahisi sana kubeba? Unaona sana ni rahisi kubeba mimba Hebu nitolee uchuchuru wako mie. Uchuchuru gani? Mimba unayo kweli? Kwani utushirikishe wanafamilia. Hapo kwanza nilisogelea kioo changu na kujiangalia vizuri. Niliangalia tumbo langu lakini sikuona kitu chochote cha tofauti. Majira ya jioni nikajinunulia kipimo changu cha buku na kujipima kisirisiri na mambo ya katiki bwana. Yani mistari ilikuwa miwili na ilikolea sana. Ni kama nikiwa chooni nilikuwa mwenyewe, lakini nijikuta nikiangalia huku na huku. Utazani nilikuwa na mtu vile. Kwanza kile kipimo nilijitupia chooni chapu, kisha nikakifurashi. Siku hiyo sikuwa na muda wa kutoka, lakini haraka nikachukua gari na kuwahi nyumbani kwa Tino. Nilifika nikiwa nimechanganyikiwa na kwa jaziba nikazungumza, naomba maji yawe kunywa Tino. Kwa haraka Tino akanipatia maji na akaniuliza, kuna kitu hakiko sawa au? Kwanza nilimwangalia kwa muda kisha nikazungumza, unataka haya maji yanipalie au? Kama ulikuwa hutaki kunipa maji si ungeniambia? Kwanza maji yangu yalikuwa mshaza sana. Tino aliniangalia kisha akatabasamu na kusema, we ni mjamzito si ndio? Kwanza nilishtuka na kumuuliza, umejuaje? Akaniambia, una tabia za mke wangu wa kwanza zote, unaongea sana, kitu kidogo unachukia. Paula, kwa hiyo wewe ni kweli wewe mjamzito? Tino, nachanganyikiwa sana. Baba yangu nitamwambia nini mimi? Kumwambia nini? Kuhusu nini? Paula, wewe ni mtu mzima sasa, muda wewe kuwa na familia. Mimi niko tayari kuwa baba wa mtoto wako, na sio baba tu, niko tayari kuwa sehemu ya maisha yako. Tino, unamaanisha? Tino alisema asilimia zote. Niko tayari kwa ajili yako na kwa ajili ya furaha yako na familia yako kwa ujumla. Na kupenda Paula, na hii sio mara ya kwanza mimi kukuambia kuwa na kuhitaji sana kwenye maisha yangu. Mungu mwema jamani. Wasiwasi wangu ulikuwa ni juu ya Tino. Akili yangu iliniambia kuwa Tino anaweza akakataa kata mimba na mimi nikabaki kuwa single mama, swala ambalo ningewachukiza sana familia yangu. Baada ya mwezi mmoja kupita, Tino na familia yake waliweza kupiga hodi nyumbani kwetu na hatimaye nikawa mchumba rasmi wa Tino. Kumbuka simulizi yetu na kwenda kwa jina la rafiki yangu alivyoolewa na mchumba wangu, lakini hii inamuhusu binti Paula ambaye ndo alipatwa na mkasa huo. Lakini pia mimi na familia yangu na Tino kwa pamoja tulihitaji ndoa ya haraka sana, hivyo tulifunga ndoa ya kanisani ambayo ilihudhuriwa na watu wachache tu, yani ndugu, na hatimaye nikawa mke mtu, nikaama nyumbani. Ikiwa ni siku yangu ya maamuzi ya chakula ya nyumbani, niliweza kukutana na Jaydan ambaye alikuwa amekonda sana, yani Jaydan alichokaa sana na kuchakaa, ndevu zilimchoma, utazani stiliwaya za 200. Paula, Jaydan aliniita kwa sauti ya mshangao sana. Oh Jaydan, mambo?
Nilimsalimia kwa kumchangamkia sana. Safi za kwako? Da, nikamchangamkia sana. Nilimsalimia kwa kumchangamkia sana. Safi za kwako? Da, umeadimika sana, alizungumza Jaydan huku akiniangalia sana. Yaani maisha tu mwaya, ila nipo naona upo kwenye matafutizo. Nimekuja kuemea mara moja, si unajua tena. Jaydan aliniambia tuweze kuzungumza na sikuwa na mkaidi, nikakubali, na kwa pamoja tukaenda sehemu ya chakula na tukaagiza chakula, lakini kufanya mazungumzo. Da, maisha yamenipiga sana ndugu yangu. Sasa hivi nimekuwa zaidi ya fundi tu, alizungumza Jaydan kwa huzuni sana. How Jaydan, wewe ni msomi ujue. Najua, lakini tangu nifukuzwe kwenye familia mambo yamekuwa magumu sana. Nafanya kazi sana lakini pesa haionekani kabisa. Pesa yangu inaishia kwenye vyakula tu. Na vipi kuhusu Zuri? Huyo ndio adui wa mafanikio yangu. Zuri ni mtu mwenye pesa sana, tena sana. Familia yake inamsapoti sana. Naweza kusema sasa hivi nimekuwa house boy kwenye nyumba ya mwanamke wangu. Sitaki kumsema vibaya, lakini najuta kumfahamu Zuri kwenye maisha yangu. Pole sana aise, ila Jaydan, zungumza wazazi wako, piga goti, jishushe na kila kitu, alafu utaona kila kitu kitakuwa sawa. Jaydan aliniangalia kisha akageuka pembeni na kuzungumza. Hawahitaji hata kuniona. Jaydan, hakuna mzazi ambaye amuhitaji mtoto wake. Hebu rudi kwao. Wewe ni mtoto wao Jaydan. Sawa, nitafanya hivyo. Lakini pia mtafute Kenzo, na maanisha aliyekuwa mchumba wa Zuri. Zungumza naye na umuombe msamaha, kila kitu kitakuwa sawa. Kumbe mchumba wa Zuri alikuwa anaitwa Kenzo. Basi hapo ndo tumefahamu. Tuliongea mengi sana, mwisho nilimaliza kununua bidhaa zangu nikaondoka. Nilivyorudi nyumbani nilimsimulia kila kitu Tino wangu, ambaye sikutaka kumficha hata kitu kimoja. Ila mama, kijacho nahisi ni mimi tu ndio nina mikosi na wewe, alizungumza Tino huko akicheka. Nikamwambia, unamaanisha nini? Watu wengine unaongea nao vizuri, ila mimi sasa. Tino, umeanza si ndio? Kwanza toka na ukaoge, unanuka kama kitu gani? Nikambadilikia mkaka wa watu, yani tumbo langu lilimchukia sana Tino. Kuna muda nakuwa nampenda sana, alafu kuna muda namchukia kuliko chochote kile. Miezi ilikimbia na tumbo langu lilikuwa kubwa sana. Nikiwa nyumbani kwangu kwenye nimekaa sina hili wala lile, niliweza kusikia geti la nyumbani kwangu likigongwa. Nikajitokea taratibu na kwenda kufungua uso kwa uso, nikakutana na Zuri akiwa na mtoto wa Tino. Karibu sana, niliwakaribisha. Zuri aliniangalia kisha akaninyali na kuingia ndani utazanini kwake. Karibu sana. Mwenye nyumba nimemkuta? Zuri aliniuliza. Nikamwangalia na kumjibu, ndio mimi. Namaanisha Tino na mke wake, maana nimesikia ameoa, alizungumza Zuri akiwa hataki kukubali kuwa mimi ndio mke wa Tino. Kasheshe, Tino naye alikosa mwanamke au? Zuri bwana, mimi sijui. Sanpetra na nini shoga yangu huyu, lakini amekuwa na tabia za Kiswahili sana. Amekuwa msichana ambaye akili yake inawaza chuki tu na sio kitu kingine, na ukiangalia kiundani yeye ndiye mtu ambaye amenikosea mimi.
yaani huyu Zuri. Kuhusu mtoto wa Tino aliniambia kuwa ataletwa. Nilimwambia Zuri ili kuweza kuibadili mada, maana siwezi kumwacha mtoto wa dada yangu na mtu kama wewe Paula. Uaminiki, unaweza ukamfanya chochote huyo mtoto. Alizungumza Zuri tena pasi na kuwa na wasiwasi na maneno yake. Atamfanya nini? Ilikuwa ni sauti nzito kabisa ya kiume. Sote tuligeuka kwa ajili ya kumtazama. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni baba yangu mkwe, yaani baba mzazi wa mume wangu Tino. Baba, karibu. Nilimkaribisha mkwe wangu nikiwa na furaha sana. Nimekaribia mama, pole na changamoto, alijibu baba mkwe wangu huku akimwangalia Zuri kwa macho ya hasira sana. Baba, shikamoo, Zuri alimsalimia mzee huyu akiangalia chini kwa aibu. Zuri, hujabadilika kabisa wewe binti. Kwa nini huwa unaleta mtafaruku muda wote? Baba yangu mkwe aliniuliza, yaani alimuuliza ya Zuri. Anajulikana kabisa kwa kuwa na tabia za ukorofi kwa kila mtu. Hapo Zuri alishindwa kujibu na kubaki akiangalia chini tu. Unaweza ukamchukua mtoto sasa na kuondoka. Lakini baba, huyu mtoto nimeambiwa nimkabidhi shemeji Tino tu. Sasa kwa nini nimwachie na mtu ambaye simfahamu? Dunia imebadilika sana. Baba, watoto wako kwenye hatari kubwa sana na sisi ndio watu wa kuwalinda. Alizungumza Zuri, utazani mtu kweli kweli, kumbe ni mnafiki kuliko huo unafiki wenyewe. Waya, nikujuze sasa binti yangu, huyu anaitwa Paula, ni mke wa halali kabisa wa mwanangu Tino, lakini kwa kuongezea huyu ndiye mwananie ambaye ulimsaliti siku ya ndoa yake na ukaolewa na mume wake. Baba mkwe yangu alimaliza kila kitu. Walai nilibaki mdomo wazi, maana imekuwa ghafla sana. Ilikuwa ghafla sana. Sikuwa najua kama baba yangu wa jambo hapa anajua historia yangu ya nyumbani. Hapo Zuri aliona aibu sana, kwa hasira akanyanyua pochi yake na kuondoka pasi na kuaga. Kwa upande wangu nilijikuta nikipata kibarua cha kumbeba mtoto, kwani alikuwa akilia sana baada ya kuachwa na Zuri. Mtoto ni mtoto jamani, alilia sana mpaka nikawa bagabupa sana. Mtoto mwenyewe ndio kwanza alikuwa na umri wa miaka 4. Nashukuru Mungu baada ya hiyo adha nyingi sana mtoto aliweza kulala. Majira ya saa 2 usiku, mimi baba mkwe na mume wangu tukiwa kwenye meza ya chakula, baba mkwe akazungumza. Hakikisha kuwa unamlinda sana Paula. Zuri sio mtu wa kuaminika kabisa. Hapo kwanza nilishtuka na kumwangalia Tino, maana niliamini kuwa anajua chochote kitu. Baba usijari, Zuri hawezi kuleta shida, niko makini. Kwa muda huo nilibaki kuwa msikilizaji tu, wala sikutaka kuchangia mada. Niliacha baba na mtoto wawe kuzungumza. Ikiwa ni muda wa kulala, mimi na mume wangu tukiwa chumbani, nikamuuliza, Zuri unamjua sana Yaani sana Mimi nikiwa darasa la 7, Zuri alikuwa darasa la 2, na dada yake ambaye alikuwa mke wangu alikuwa darasa la 6. Ukiachana na hivyo, sisi tulikuwa ni familia friends, kwa hiyo tunajuana vizuri sana. Na kwa nini baba anasema unilinde sana dhidi ya Zuri? Zuri mara nyingi amekuwa kikwazo kwenye maisha yangu. Zuri alikuwa anahitaji sana mimi ni muoe, lakini sikuwahi kumpenda.
Alimfanyia kila aina ya visa mke wangu aliyepita. Nakumbuka ameshawahi hadi kumpatia dawa ya kuharibu ujauzito, lakini Mungu alisaidia sana. Kwanza nilibaki nikiwa nimetoa macho tu, yaani Zuri ni rafiki yangu ambaye nimekaa naye sana, lakini sikuwahi kufikiria kuwa anaweza kuwa ni mtu wa hovyo kiasi hiki. Warai nilishusha pumzi ndefu na kujilaza kitandani na kugeuka upande wa pili. Nikafikiria ikiwa mama yake Zuri na mama yake aliyokuwa mke wa Tino ni dada na mdogo. Sasa kwa nini Zuri aliweza kufanya kile kitu ambacho Tino ameniambia? Basi usijali mke wangu, nipo na wewe. Sawa, nipo kwa ajili yako ya kukulinda mke wangu, sawa mama yangu. Hatimaye siku nyingine iliisha na ikaja nyingine. Siku hiyo mimi na Tino na mtoto wa mume wangu tulifunga safari na kwenda kumfanyia shopping ya mavazi. Bana, nguo alizokuja nazo zilikuwa ni vichekesho jamani. Tukiwa shopping tuliweza kukutana na Zuri akiwa na mtoto wake, lakini pia na Jaydan alikuwepo. Habari zenu jamani. Jaydan alitusalimia kwa kutuchangamkia sana. Jamani, salamu za kwenu. Mume wangu aliitika. Mimi na Zuri tulibaki tukiangaliana tu. Haya jamani, mwe na siku njema. Mume wangu aliamua kuaga tu ili kila mtu aendelee na mishi zake. Mbona unamwangalia sana mume wangu? Bado unampenda au? Zuri aliniuliza. Yani huyu dada na shida ya akili sio bure. Nilitaka kumjibu lakini Tino alinikataza zaidi. Alinishika mkono ili tuweze kuondoka. Una mume wako, lakini kazi kuangalia wanaume za watu tu. Kwa taarifa yako, huyu sasa hivi namlisha kiufupi, ananitegemea kwa kila kitu. Sasa jichanganye. Zuri aliendelea na maneno yake. Hapo mume wangu alikasirika sana, akarudi nyuma na kuzungumza. Zuri, ifike kipindi upokee kila hali uliyokuja nayo. Zuri, cheza mbali na mke wangu, sijui unanielewa. Kama nilikuchekea kwa mama yake huyo ambaye ni dada yako, sitakuchekea kwa Paula. Zuri, kaa mbali na familia yangu, kaa mbali na kila ambacho hakikuhusu, sawa? Blaza, tusamehe sana, alizungumza Jaydan kwa utaratibu sana. Na wewe unamwombea nani msamaha? Hebu toka hapa. Zuri alimfokea Jaydan. Zuri, nimechoka sasa, sawa? Sijui wewe ni mwanamke wa aina gani. Umekosa aibu kuwa mwanamke. I'm done Zuri. Siwezi tena. Hawa wanaachana mbele yetu jamani. Kweli kuachana na wewe sio shida yangu, ila jua kuwa siku utakayoachana na mimi ndio utakuwa mwisho wa wewe kuonana na mtoto wako. Zuri alisema. Najua kuwa Junior sio mtoto wangu. Jaydan alilopoka huku machozi yakimtiririka. Zuri akafanyaje? Zuri aliamka, alihamaki sana na kubaki akiangalia huku na huku. Mwisho akauliza, unaongea kuhusu nini Jaydan? Naongelea ukweli Zuri, umekuwa ukinitumia sana kwa ajili ya huyo mtoto. Wiki 2 zilizopita niliamua kwenda kupima DNA na majibu yalitoka kuwa huyo si mtoto wangu. Nilizungumza na yule mwanaume wako akakubali kupima, na hapo ndipo nikajua kuwa mtoto ni wake, ila wewe ukatumia kigezo cha mimba kunidanganya. Jaydan, tutaongea nyumbani mume wangu, tuondoke. Hapo Zuri akaingia kuangaza huku na huku, maana watu walianza kusogea na kuangalia movie ambayo ilikuwa ikiendelea.
Hakuna siri tena, ukweli ni kwamba ulinidanganya kwenye kila kitu. Zuri, wewe sio mtu mzuri hata kidogo. Nataka kila mtu ajue nini kilitokea, alizungumza Jaydan kwa sauti ya kilio sana. Jaydan, please, haya yanaongeleka. Nataka kuweka kila kitu sawa. Sawa, Paula, najua una maisha yako, Paula, lakini unahitaji ukweli wote. Mimi mpaka nafunga ndoa na Zuri nilikuwa sijawahi hata kufanya naye mapenzi. Nakumbuka ni siku ile birthday ya Paula, baada ya party kuisha, nilikurudisha nyumbani, kisha nikamchukua Zuri na kumpeleka kwako, lakini tukiwa njiani alinipatia kinywaji ambacho kilikuwa na dawa. Nakumbuka nilikuja kuumia asubuhi nikiwa kwenye chumba cha hoteli, nilikuwa mtupu kabisa. Na Zuri alikuwa akilia tu na kusema kuwa nilimpeleka hapo na kumlazimisha kufanya mapenzi. Baada ya wiki hivi akaniambia kuwa ni mjamzito. Nilikataa, lakini akaniambia kuwa ana miezi 3 hajakutana na kimwili na mwanaume wake, hivyo mimba ni yangu. Nilikubali kumuomba iwe siri. Nilihisi hata kuchoka kabisa. Zuri ni zaidi ya gaidi. Warai Jaydan alikaa kimya kidogo, kisha akaendelea. Usiku wa bachelor party, Zuri alinitumia video yangu ya utupu nikiwa bafuni na akaniambia kuwa kama nisipofunga ndoa na yeye basi ataisambaza. Tutakubaliana, tutafunga ya mahakamani, lakini ya siri sana. Mimi niliamini kila kitu, lakini Zuri alinizunguka. Alikuwa na watu wake ambao aliwatuma wapige picha ili muharibu ndoa yangu na yake, na ilifanikiwa 100% zote. Jaydan alikuwa akilia sana. Watu sasa wakaanza kumzomea Zuri. Walahi ilikuwa ni aibu mwaya kudadeki. Na kwa kuwa dunia yetu imejaa utandawazi, ndani ya nusu saa tu kitu kikajibu uko mtandaoni. Kwa upande wangu mimi na Tino tulishindwa kufanya kile ambacho kilitupeleka kwa haraka tukarudi zetu nyumbani. Uko sawa mama? Tino aliniuliza baada ya sisi kufika nyumbani. Ya, niko sawa, nilijibu nikiwa na wenge sana. Nilikuwa kimya kwa muda, kisha nikazungumza. Zuri ni binadamu wa kawaida kweli au ni shetani? Relax baby, relax. Mimi sishtuki kwa kweli. Zuri yupo hivyo muda wote. Zuri yupo radhi kufanya chochote kile pasina kufikiria kitachotokea matokeo gani. Kwa kipindi hiki nafikiri atajifunza. Zuri hakujawahi kufundishwa, ila leo ataona. Sababu nyingine ni familia yake amekuwa wakimsapoti kwenye kila kitu pasina kuangalia ni sawa au sio sawa. Nafikiri nahitaji kupumzika, nilimwambia Tino. Siku hiyo nilishinda nikiwa sina amani kabisa. Kichwa changu kilikuwa na kumbukumbu nyingi sana, kumbukumbu ambazo zilinifanya nione kuwa soon naenda kuwa chizi sasa. Muda mwingine Tino alikuwa akiniangalia na kuhakikisha kuwa nakuwa sawa. Walai nilikuwa nikamchukia sana Jaydan. Siku zote niliishi nikiamini kuwa Jaydan amekuwa akinisaliti, kumbe na yeye alikuwa na wakati mgumu sana katika hali hiyo. Upande huko mtandaoni jamani, kilichochafuka sana, kila mtu alikuwa akimsema Zuri.
Kwa upande wa Jaydan, familia yake iliweza kumfuata na kumsamehe kwenye kila kitu na kumkabidhi kila kilichokuwa chake. Familia yake ilijuta sana kwa kile ambacho walimfanyia mtoto wao. Jaydan amepitia mambo mazito sana tangu alipoingia kwenye maisha mazuri. Siku zilikimbia. Na hatimaye siku yangu ya kujifungua ilifika. Nyie, mbona hamkuniambia kama siku hii ndio ilikuwaga hivi? Maumivu ambayo nilikuwa nikiyapata, nilikuwa nahisi labda siku yangu ya kufa imekaribia. Yaani nilicheza kila aina ya stahiri. Hatimaye Mungu akasaidia, nikapata kidato changu cha kike. Nyie, kilikuwa ni zaidi ya furaha. Yaani muda wote nilikuwa namwangalia kama sina akili vile. Kipacha cha bibi Paula iko, alizungumza mdogo wangu. Nilimwangalia na kujibu, usifananishe na binti yangu na vitu vya ajabu. Hapo Pau alichapa kibao kimoja mtata, walai sikutarajia. Shika adabu yako we mwana. We unanionaje wewe? Na uzuri wote huu alafu nasema vitu vya ajabu. Kwanza mlete pacha wangu. Hapo kila mtu akacheka jamani. Muda huo mimi na familia yangu tulikuwa kwenye chumba cha hospitali. Tino wangu alikuwa anashangaa tu makutabasamu kwa furaha. Tukiwa tunaendelea na stori za hapa na pale, ghafla akaingia Jaydan akiwa na zawadi zake. Wote tukakaa, kila mtu alimwangalia kwa furaha na kwa pamoja tukamkaribisha. Karibu sana. Asante. Kwa wakati huo mimi na Jaydan pamoja na familia yangu tulishaweka kila kitu sawa. Familia yangu ilimsamehe Jaydan na kila kitu kikubwa kikawa sawa. Kwa hiyo Tino akaamua kunileta tena mke, si ndio? Sasa sitaki hawa watoto wa 2000, namtaka Bi Paul, alizungumza Jaydan. Kijana mwenzangu, na vile tunaendana tutapendezana sana. Yaani bibi yangu Paula haishiwi maneno. Alizungumza hapo Paul kama kawaida yake alidakia. Kiukweli furaha ilikuwa ya hali ya juu sana kwa kuwa hali yangu ilikuwa nzuri. Majira ya jioni niliweza kuruhusiwa na kurudi nyumbani. Safari hii nilienda nyumbani kwetu kwa ajili ya uangalizi, maana nyumbani kwangu Tino asingeweza na ukizingatia yeye ni mwajiriwa. Walai mtoto wangu alikuwa ni mzuri sana. Yaani huyu binti alibadilisha majira, analala mchana halafu usiku ndio muda wa kucheza. Bibi yangu Paula, huyu mtoto jamani, kwa nini alali usiku? Nilimuuliza bibi yangu. Kalisi kwako kila kitu, yani huyo mtoto tabia zote ulizokuwa nazo ni za kwako. Tena wewe ndio ulizidi sana, ulikuwa msumbufu sana. Bibi Paula, nawe umeanza sasa. Unajua mimi nachoka sana kwa sasa, yani nakosa muda wa kupumzika. Kuna muda nahisi kama naumwa, kumbe ni uchovu na usingizi tu. Hiyo ndiyo maana halisi ya kuwa mama. Sawa mama, uwe hakikisha kuwa mtoto wako anakuwa sawa wakati wote, na niseme kuwa mjukuu wangu unajitahidi sana, yani unafanya kuwa ukubwa sana. Ila mimi na bibi Paula huwa tunapendana sana. Mungu anitunzie tu huyu mzee wangu. Siku zilikimbia na hatimaye binti yangu ambaye nilimpatia jina la Hope, yani matumaini. Hope
Kiingereza kigumu jamani. Hope ile ya matumaini kwa Kiswahili. Kwa kipindi hiki bwana, mimi na Tino ndio tulikuwa kama ndio tunaanza mahusiano hivi. Tulipendana sana, mwishowe tukishauriana kuwapeleka watoto kwa bibi zao. Tulichukua watoto zetu wote wawili kuwapeleka nyumbani kwetu. Ila Tino, mimi na wewe ujue hatuna akili. Nilimwambia Tino, wakati huo mimi na yeye tulikuwa bafuni tunaoga. Sasa ungekuwepo saizi tungewaza hata kuoga pamoja. Saizi ungesikia mama Hope anashika sabufa. Ungesikia mama Hope kapasua iki kikombe ulichoweka hapa. Huo ukawa uzuri, unasikia mtoto analia, ukiliza utasikia mama Hope amening'ata, mimi nimerudisha. Warahi Tino alijua kunichekesha yani. Tabia za watoto wake zote amezikalili. Nilijikuta nilicheka sana jamani. Baby, leo si hatulali? Tino aliniuliza. Ni kwa nini tusilale? Nilimuuliza pia, maana naanza kuniletea mambo meusi tu. Leo ni usiku jamani kwani wewe hujani misi mke wangu? Misi style? Unajua Tino, wewe akili huna. Unawaza uzinzi tu mbwa wewe. Kwanza leo sikupi. Leo ni siku ya kulala, maana silalagi. Kitendo cha kumwambia Tino hivyo kilini ponda bwana, maana kunibania kwenye kifua chake vile sijakaa vizuri. Tukagusanisha mdomo kwa mdomo, ila na mimi jamani eti nishindwa kukataa. Nikampokea mazima, mechi ikaanza bafuni. Yani hapo kuna watu mnasikiliza, kweni makini sana. Ona sasa unatabasamu. Na sasa siku hiyo mimi na Tino tulilala saa 8 usiku jamani. Huu si uchovu, ni sifada. Nilikuwa nimechoka sana jamani. Nililala kama mzigo. Nilikuja kuamka saa 4 asubuhi na nilikuwa siku ya kazi. Tino hata kuniamsha jamani. Nilianza kulalamika. Mimi mwenyewe nimechelewa kuamka ujue. Niliinuka chapu na kukimbilia bafuni ili niweze kujiandaa na niende kazini. Yaani kama ni kujiteleza kitandani, nilijitelezesha huko. Nikiwa naoga, ghafla Tino akaingia. Unataka nini tena huko Tino? Nilimuuliza. Akasema kimoja tu, nyie huyu mwanaume usikute pia akili zake hazipo vizuri. Yaani nimechelewa kwenda kazini saa hizi, anakuja kuniomba tena kimoja. Hebu toka hapa. Nilimwambia huku nikimsukuma kumtoa nje, maana ninachanganyikiwa tu katika kumsukuma. Zote tukaenda chini. Show ikaanza hapo. Nikamsapoti tena mtoto wa mkwe na kusahau kuwa natakiwa kwenda kazini. Mapenzi konyo wallahi. Kwa upande wangu na Tino tuliamua kuomba ruhusa makazini kwetu, na sote tukapata mapumziko ya wiki moja. Mimi na Tino tulienjoy sana wiki moja hiyo jamani. Tulimaliza wiki tukiwa wepesi kabisa. Hatimaye tulirudi kazini ile naingia tu ofisini kwangu uso kwa uso na Zuri. Unajua nini kilitokea? Paula uso kwa uso na Zuri. Nikukaribishe katika kipande cha 3. Utakuwa nami Mr. King Vam, ukipenda nita Saguri JR. Hii ni Vam TV Online. Share, like, subscribe. Sikiliza simulizi kipande cha kwanza, sikiliza simulizi kipande cha pili. Tuwe wote mwanzo mwisho. Wallahi
I love you so much my fans. God bless.